الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehema kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mzangu tunarudi sisi kumshukuru Allah azza wa jalla kwa ihsani na mapenzi ambayo kwa namna ya kuelezea hayawezi kuelezeka. Ni mapenzi makubwa kabisa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala mimi na wewe amefanyia, lakini pia ni ihsani kubwa kabisa ambayo mimi na wewe Allah subhanahu wa ta'ala amefanyia. Ndugu zangu, zote huwa napenda kutumia kauli hii: laiti kama ungelikuwa nyani, aidha ungekuwa mende, muda huu ungekuwa wapi? Kwa hivyo kile kitendo cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiari yake, kwa mapenzi yake kutuumba kwa mwanadamu ni ihsani na shukrani kubwa kabisa. Lakini si hivyo tu, baada ya kukujalia wewe kuwa mwanadamu au sisi kuwa wanadamu, akatupa kitu ambacho ni sababu ya sisi kupata radhi zake. Wengi wamenyimwa kitu, dini ya Uislamu, dini ambayo ndio sababu ya kila amali atakayofanya huyo Muislamu inakuwa ni sababu ya yeye kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kule kupata Uislamu tunatakiwa sisi kumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia shukurani zingine ni shukurani ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sisi kujalia, kutuzindua, kutufahamisha, kutambua huu wakati kama tutekeleze nini. Ndugu zangu, ni wengi wameghafilika katika kuhudumia wakati wao, lakini mimi na wewe leo Allah ameturuzuku, tumeweza kuidiriki adhana ya kwanza ya siku tukufu ya Ijumaa, na tumwombeni Allah subhanahu wa ta'ala atudumishe tuweze kuipata na adhana ya pili. Kwani anasema hivyo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akinukuliwa siku moja akisema hivi, alipokuwa akitoa salamu ya upande wa kuliani kwake
alikuwa hana yakini kama anaweza katoa salamu ya upande wa kushoto kwake. Kwa nini? Umauti muda wote, wakati wote ulikuwa kuna maangalio. Kwa hivyo inawezekana sisi tumeipata adhana ya kwanza, lakini hatujui kama tutaipata adhana ya pili. Kwa hiyo kwa mapenzi ya Allah na ihsani yake, basi iwe ni sababu kama ameweza kutuzumu adhana ya kwanza, basi tupate pia na adhana ya pili, lakini pia tupate na ujira wa adhana hiyo. Man samia nida, yoyote mwenye kusikia, mwenye kusikiliza wito kisha akafatiliza yale anayosema muadhini, ni malipo mangapi anayapata Mungu huyo. Lakini kwa sababu Allah ametoroshea ufahamu baadhi yetu, tunaona ni maneno ya kawaida, lakini pia ni ndani ya wakati. Kwa hivyo basi, na sisi tunapaswa tuuchunge huu wakati, tunapaswa tuulinde huu wakati. Wakati utakuwa na thamani endapo sisi tutautumia vyema huu wakati, lakini kama hatutumia vyema wakati wetu, basi huu wakati tunamrudi hautakuwa na thamani ya namna yoyote. Kwa ajili hiyo sasa, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akinukuliwa na Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma akisema, ni'matani maqbulun fihima kathiratun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ay al-faragh, kuupa wakati, huu wakati utupe nafasi. Wala yaarifuna ahamiyatan, wala wengi miongoni wetu hawatambui kuupa nafasi wakati. Kwa nini? Wamekuwa wakishughulika na wakati muda wote bila kujali kwamba kuna umauti, bila kujali kwamba kuna sheria za Allah, bila kujali kwamba wao wameumbwa, wanatakiwa watekeleze wakati wao kwa ajili ya kumpendezesha Allah subhanahu wa ta'ala. Mzangu, wakati una thamani kubwa kwetu sisi, na wala huu wakati hauwezi kumpa mtu faida kama hakutengea muda mwenyewe. Ile alqulul insan, kuepukana mwanadamu min mashaghil aish. Mwanadamu anatakiwa aepukane na shughuli za kimaisha, atenge muda huu mimi nitaitumikia dunia yangu, lakini muda huu sasa nitaitumikia au nitaiandaa dunia kwa ajili ya akhera yangu. Nafahamika vizuri eh? Jamani, nafahamika vizuri eh? Sio tu wewe uwe kama punda muda wote, wewe ni bakora, dunia inakutandika bakora, inakupeleka kama vile bwana anampeleka punda, haifai. Kwa hiyo ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba al-khulud ni mtu anatakiwa aepuke, atenge muda katika sehemu ya shughuli zake, aweze kujua muda huu mpaka muda huu natafuta riziki ya kula muda huu wa siku hii. Kesho ya kesho anajua nani? Allah subhanahu wa ta'ala.
as-salafu saleh, watu wema, wao ilikuwa mwezi kama huu, kama ni masala ya shamba ameshayaandaa, akienda kwa dharura sana. Kama ni masala ya biashara, baadhi yao walikuwa wakifunga misa, maduka wanafunga misa. Huu ni muda, ulikuwa ni muda wa kisomo cha Qur'ani, ni muda wa kufanya adhkari, ni muda wa tahmidi, tahlili, na si muda tena wa kusema maisha yenyewe magumu, mtafanyaje? Nikisema nisiende kibaruani nitakula nini? Kauli hii kwa muumini ina mashaka. Watu wa tauhidi wanasema mtu akizungumza neno la kutilia wasiwasi katika imma riziki yake, imma afya yake, anakuwa ameingia katika ushirikina mdogo, kufuru. Kwa nini? Sababu mmiliki wa riziki ni Allah. Hivi miezi 11 iliyopita mtu ameshindwa, hata kama ana maisha magumu, ameshindwa kujiweka ili mwezi huu awe ni mwenye kuepukana na zile shughuli mbalimbali za muda wote, za wakati wote. Yani kabria impite, baadia impite, lakini pia swala ya faradhi ya jamaa pia impite. Lakini pia kuna wengine wamekwenda mbali zaidi mpaka wakafikia kusema kulingana na maisha yaliokuwa magumu, mtafanya nini bana? Mimi shughuli zangu ni nzito za kubeba mizigo, kazi ngumu, siwezi kufunga. Mungu mwenyewe ananiona. Mungu hana desturi hiyo. Mungu hana tabia hizo, na hiyo ni akili mbovu. Ukisema kwamba kulingana na maisha yangu magumu, nyudhuru za funga zimetolewa kwa watu kama kusema wawili, lakini sio tu kama ni wasifunge moja kwa moja. Kuna fidia, kuna kafara, hili na vile. Sasa haya ni mambo ambayo ndugu zangu tunatakiwa tuyaangalie, na sio kuyaangalia tu kwa jicho kama vile tunavyoangalia ugali, dagaa, maharagi. Haya ni mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha tuyaangalie kwa jicho la kifuani, jicho ambalo liko hai, jicho ambalo linamhofu Allah, jicho ambalo linaweza likasikilizika, likaongozwa. Hili jicho linaloonana mimi na wewe linaongozwa na moyo. Moyo kusema angalia, jicho linaangalia. Usiangalie hapo, jicho haliangalia. Na ndiyo maana wanachuoni wakazungumzia kuhusu masala ya imani. Al-iman yazidu wa yanqus. Imani inazidi. Mwezi huu imani za waja za wanadamu zinazidi. Kwa nini? Kwa sababu wanafanya amali muda wote, wanafanya matendo mema muda wote. Ameshika Qur'ani, ameshika adhkari, ameshika adhkari, kufanya hiki, kufanya kile, lakini pia atajizuilia na kusema maneno ambayo hayafai. Kwa hiyo unakuta muda wote mapenzi pia yanakuwa makubwa, huruma inapatikana, inakuwa nyingi. Kwa nini? Kwa sababu wale jamaa wale ambao wamechukua ahadi kwa Allah kuwa ni sababu ya sisi tuweze kuwafuata wao, Allah amewazilia. Kwa hiyo kipindi hichi ukiwa wewe utaki kufunga, utaki kuingia msikitini, ni nafsi.
sio shaitani tena. Na ndio maana sasa hivi alhamdulillah tunamshukuru Allah kutuletea mwezi huu, misikiti yetu sasa inajaa, na hivi sasa wala kupesa macho. Kwa nini? Sababu hata yule mwenye uswavu wa nafsi, mgumu wa nafsi, anaingia msikitini. Mashaallah, zile sababu chafu mbovu zimeondokana na yeye. Sasa kwa sababu zimeondokana na yeye hizi sababu, ndio sasa mtu huyu amekuwa ni kuingia msikitini na mwenye kuswali swala tano. Tukizungumzia wakati kwa namna ya umuhimu wa wakati, Allah subhanahu wa ta'ala anatufahamisha namna ya umuhimu wa wakati kwenye Qur'an. Ndani ya sura Al-Furqan aya kama sikosea ya 62, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwanza tunafahamu kwamba ameumiliki wakati na kuendesha huu wakati, na ndiyo ametupangia huu wakati. Kama ni sisi tu tuweze kuutumia vile anavyotaka Allah. Sababu ibada ukiangalia, wengi hatuna tafsiri nzuri na sahihi ya ibada. Miongoni mwetu wengi tunajua ibada ni kuingia msikitini na kuswali swala tano na kuondoka. Lakini ibada ismu jamiu, ni jina lililokusanya kila kile ambacho mwanadamu anakifanya kwa ajili ya kumridhisha Allah au Allah akipende, imma iwe kauli aidha iwe kitendo, hiyo ni ibada. Na ndio maana siku moja masahaba walishtushwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, au walishtuka baada ya kusikia Mtume akiwaambia hivi, hamuoni kwamba anapata thawabu na ujira mkubwa yule ambaye anamridhisha mkewe? Wakashtuka, sasa napata thawabu yake huyu, si mke wangu? Akageuza pande wa pili, je, unaonaje hiyo starehe ambayo unampa mkeo umpeleke kwa asiyekuwa mkeo? Haiwezekani. Kwa hiyo kumbe kila kitendo ambacho ukifanya wewe Allah akakitaka, akakiridhia, akakipenda, hiyo ni ibada. Kwa hiyo tuangalieni, tuulindeni huu muda. Allah ameweka mchana, watu wafanye shughuli ambazo Allah anazitaka, Allah anazipenda. Lakini pia Allah ameleta usiku, watu wafanye matendo mema. Kuna wengine usiku leo kupangia kutafuta watoto, ni jambo zuri, ni jambo lakini si la kicha Mungu, sababu Allah ameamrisha utafute mtoto usiku aidha mchana, lakini sio ucha Mungu. Ucha Mungu ni ziada ya kutumia usiku vyema, ukaacha kitanda, mbavu zikaachana na kitanda, ukaamka. Hiyo ndio ucha Mungu. Ukautumia usiku namna hiyo, unakuwa umetekelezea haki wakati. Wema watangulia walikuwa adhana imani ya dhuhuri, imani ya alasiri, imani ya magharibi haitoki ile isipokuwa wako msikitini. Sisi leo tunauza na kununua mpaka tunasikia Makka Madina anatoa ile sauti ya ikama, ndio tunakwenda msikitini. Ndugu zangu, ninawahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu, tutakuja kuupitia huu wakati.
Kwa nini? Kwa sababu huu wakati leo tunaona hauna thamani. Hebu tukatembee magerezani, lakini pia hata kwenye media tunaona wale ambao waliweka kizuizini kwa muda mfupi tu, walipotoka wengine mpaka wakasujudu. Walikuwa wana desturi ya kusujudu, walisujudu. Leo ukivaa kanzu naangalia Msalimu anafanya usafi, ni sali wapi hapa? Lakini walisujudu ardhini kwenye matope, tuliwaona mtandaoni, wote ni mashahidi. Kwa nini? Kwa adha ya kule ndani. Hao walinyimwa uhuru, wakawekwa chini ya ulinzi. Mimi na wewe tuna kila sababu ya kujivunia, lakini hatutumii wakati wetu ipasavyo. Tena maskini ya Mungu wengine mpaka wanajisifu, leo bana nilipiga maeko kweli kweli, sio kama jana. Anajisifu kwa wenzake, lakini ameghafilika kusema kwamba mashallah, leo bana, leo nimemridhisha Allah kweli kweli. Nani miongoni mwenu amefanya ile nilofanya mimi? Jana nilikesha, asubuhi nikamkia supu, hapa niko fresh. Lakini ni nani alisema usiku wa jana nilimridhisha Allah, nilimfurahisha Allah na yakini hiyo? Nani miongoni mwetu amefanya hayo? Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwajenga masahaba kiimani, kiamali. Hakuwajenga katika yakini ya vitu, kwamba ukiwa mashuhuri wa kununua magari, ukiwa mashuhuri wa kuchimba madini, ukiwa mashuhuri wa kujenga nyumba nyingi, ukiwa mashuhuri wa kulima mashamba makubwa, kwamba wewe utakuwa mtu bora. Na aliwajenga katika kulinda wakati kuna dhuha, kuna ishraqi, kuna tahiyatu masajidi, kuna kabila, kuna bajia, kuna kutoa sana sadaka, kuzungumza maneno mazuri muda wote. Ndivyo walivyojengwa, na ikafikia hatua wao sasa wakawa ni wenye kuridhiwa na Allah kwa matendo yale yale waliyofanya wakati wakiwa hai. Ilifikia hatua Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza habari ya mtu kuwa sasa huyu ni mtu wa peponi. Akifika watu wanashangaa, kwanza migao yake, afya yake, tabia sio zile maarufu, mpaka miongoni mwao wakawa na wivu, anafanya amali gani huyu mpaka Mtume wa Allah anamzungumzia kama huyu mtu wa peponi? Baada ya kudoswa na masahaba wenzake, akasema mimi sina amali yoyote kubwa isipokuwa kabla ya kulala mimi huwa nasamehe wenzangu wote, nasamehe na ninawasamehe wenzangu wote ndio nalala. Leo wangu ananiruhusu jana na nikifa asifiki kwenye kulala, wala mtu kunyosha asije. Sasa wewe na yeye nenda katika dunia. Kwa hiyo tumepungukiwa ufahamu
maghabunun fihi kathiratu minan nas, tumenyimwa ufahamu. Ule utambuzi wa mambo ndio tumenyimwa. Sasa mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam kufikia kuzungumza na hiyo sio jambo la mchezo. Kwa hivyo na sisi ndugu zangu, umekuja umetufikia, umetudiriki msimu wenye kheri, wenye baraka. Tuutumieni vyema, tupunguze shughuli zetu za kidunia, kisha tutenge muda wa kufanya matendo mazuri kwa muda mwingi ndani ya siku 29 aidha 30. Kwa kufanya hivi haitakuwa tena laala ile ya Kiarabu, itakuwa ni laala ile ya kicha Mungu. Tutakuwa sisi ni miongoni mwa wenye kupata kheri na baraka nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya mwezi huu, na wala haikusemwa nje ya miezi mingine, bali imesemwa ndani ya mwezi huu, kwa kuona thamani ya wakati ndani ya mwezi huu. Man qama, yule atakayesimama ndani ya usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Haikuja yule atakayesimama mwezi wa Shaabani au mwezi wa Rajab au Dhulqaada au Muharram au Hijri, haikuja. Imekuja huu mwezi kwa sababu namna ya kutumia wakati ndani ya mwezi huu, atasameheka dhambi zake na yale madhambi ya nyuma. Kwa hivyo hatujachelewa, ndio kwanza tuna Ramadhani hii. Tutumieni wakati wetu katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, ili na yeye aje aturidhishe. Tunajizuia kula na kunywa. Allah ameweka mlango Ar-Rayyan, wataingia watu aswadiun. Yule wa mwisho akiingia, mlango unafungwa na hawatapata kiu. Hawatapata nini? Yaani hawatapata kiwe. Yaani hawatahisi kwa kukauka. Ndio, hawatahisi wakishaingia huko. Itakuwa wao ni maisha raha mustarehe, lakini kwa siku 29 za huku duniani kuziwilia kula na kunywa. Leo mtu anaona ni kero siku 20, lakini kuna wakati mwingine mtu anashinda kila kula kwa maisha yake magumu. Hali maji hana, hata kunywa maji hana, hiyo chini ya 200 kwa cha muogo hana, anashinda mpaka jioni kula yake ya tabu. Lakini mwezi huu anakwambia sio kufunga na madonda, ile nyingine ya madonda hakuna, ila mwezi huu ndio wenye madonda kubwa. Kwa hivyo walikosa nini hawa watu? Ule ufahamu wa thamani. Saumu ndani ya mwezi huu ni tofauti na thamani ya nje ya mwezi huu. Ni wakati huu tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuzuku kutambua wakati sahihi. Tumwombe Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie afya njema, tuweze kumaliza mwezi huu mtukufu kwa kuomba haki yake stahili. Subhanallahi walhamdulillah, subhanallahi walhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu